Jina la Bwana lipewe sifa. Jambo la kwanza unafaa kujiuliza, unajua huyu roho ni nani? Unajua sisi sote hatu kutoka mahali pamoja. Kuna mtu alitoka Catholic akajoin hapa. Kuna mtu alitoka Orthodox akajoin hapa. Kuna mtu alitoka ingine akajoin hapa. Kuna mtu mahali alikuwa hajawahi sikia jina roho, hata amekuja kusikia huku. So mtu huyo anafaa kuelezwa vizuri, roho ni nani? Roho yo no. Na ni wa nini? Na ni kwa nini tujazwe? Na ana msaada mgani ndani yetu? Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati kijana anataka kuoa, nipeane example, mimi nahubiriki nikipeana example ndio uishike vizuri. Wakati kijana anataka kuoa, tuseme kama Mwaura si uko karibu kuoa? Tuseme kama Mwaura. Wakati unataka kuoa, lazima kwanza ujiulize, huyu bibi ninaoa ni wa kazi gani? Na muoa kwa nini? Uweze kuuliza msichana kabla hujajiuliza hiyo maswali. No kinya wabe wewe, lazima ujiulize, huyu msichana nataka kuoa na muoa wa nini? Na tena bibi ni wa nini? Ni wa kazi gani? Ukioa pasipo kujiuliza hayo maswali, ndio unasikiaga kuna watu walioana wakaachania honeymoon. Umewahi sikia hivyo? Ndio wahi guo. Watu wameoana wameachania huko honeymoon. Wengine wameoana wamekaa miezi 2-3 wamechoka. Mutumia wa mieri 3 abetie kunoga. Ujere kunoga ginyari. Ni kwa nini kuna kuaga hivyo? Kwa sababu huyu alipoulizwa aolewe hakujiuliza huyu bwana naenda kuingia kwake ni wa nini? Huyu bibi naoa ni wa nini? Lazima ujiulize kwanza. Wapi umenye fata wa mutumia? Mutumia ni wake thĩinĩ wa nyũmba. Muthuri ni wake thĩinĩ wa nyũmba. Sa wewe uri oguo wamenya ri, riu uthi wethe mutumia urehe nyũmba. Jina la Bwana lipewe sifa. So lazima tuelewe huyu roho ni wa nini? Ana umuhimu gani ndani yetu? Anatusaidia nini? Umeshika hivyo? Biblia inasema ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu. Si umeshika? Ni nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu. Jina la Bwana lipewe sifa. Ukishaelewa hivyo, then ujiulize, huyu roho ni wa nini ndani yangu? Ni wa manufaa gani ndani yangu? Kwa nini niwe na roho? Anafaa kunisaidia nini? Ama tunafaa kupelekana aje? Unafaa kujiuliza hivyo. Jina la Bwana lipewe sifa. Na wakati tulihubiriwa hapa na Reverend, alituambia Roho Mtakatifu ni msaada. Si tuliambiwa hivyo? Leo nego na lema tanyitaga kiugo. Wakati tuko kwa neno, ndio unakumbuka biashara yako, ndio unaona vile utaraukia kikoba, ndio unaona vile utaraukia ndonyo, ndio mawazo umeirudisha huko nyumbani. Ni vizuri kushika neno. Roho Mtakatifu ni msaada. He is a helper. Ni msaada, ni msaidizi. Anatusaidia. Jambo la kwanza tuliambiwa, anatusaidia maombi. Ndungihota kuhoya utari na Roho Mutheru. Na ukiomba pasipo Roho Mtakatifu unachoka. Ni makana tima. Mrs. Deacon, ukiomba pasipo Roho si unachoka. Ukiomba bila Roho Mtakatifu unapataka unang'eng'ana. Ukiwa kwa maombi bado unaomba na bado kuna mambo unafikiria. Uko mara mbili. Mdomo moja inaomba na mawazo kuna kitu inafikiria. Ni ukiomba pasipo Roho. Jina la Bwana lipewe sifa. Hebu tuwekee Warumi hiyo. Warumi 8 mstari wa 26. Biblia inasema aje? Warumi 8 mstari wa 26 ndio uone Roho Mtakatifu huwa tunamhitaji kwa nini. Biblia inasema ya kwamba kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Roho Mtakatifu huwa anatusaidia. Wakati umeingia maombi, hautang'eng'ana kuomba. Jina la Bwana lipewe sifa. Mimi nimewahi kusikia mtu ananiambia ameingia maombi 3 days.
Na akaniambia hizo 3 days ameomba 3 hours. Akaniambia siku ya kwanza aliomba 1 hour. Na hiyo 1 hour alikuwa ameigawanisha into 3. Akakuja akaomba 20 minutes akaenda. Akarudi masaa ya lunch hour akaomba 20 minutes akaenda. Akarudi jioni akaomba 20 minutes akaenda. Akahesabu hiyo ni 1 hour. Siku ya pili the same, siku ya tatu the same. Kwa hivyo maombi ya siku 3 ameomba 3 hours. Huyo ni mtu ambaye hana roho wa kumsaidia. Kwa sababu wakati mwingine hatuwezi. Ni kule hedi tugeragira morito. Kuna wakati huwa tunapitia mambo mazito. Kuna wakati huwa tunapita tuko katika mabonde, tuko katika maji moto, tuko katika uzito ambao Biblia inasema katika Isaiah. Wakati huyo unapitia moto, usipokuwa na Roho Mtakatifu akusaidie, mundu ndahotaka kuhoya. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati kule ndani yako unalia, wakati unalipitia machozi, wakati mume anakupitishia machozi, wakati familia inakupitishia machozi, pasipo Roho Mtakatifu akusaidie, mtu hawezaki kuomba. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo Roho anatusaidia kuomba, na sio kuomba tu, kuomba jinsi ipasavyo. Mahoya to mahoya. Maombi tu sio maombi. Kuna mipangilio ya maombi. Uwezi kuamka asubuhi umegharimika, umeenda kule Heaven Gate ambapo huwa saa nyingine tunaenda maombi pale. Umeenda hapo, umesema unaomba siku 3. Umelipa hiyo 600. Umelipa gharama ya gari kuenda mahali pale. Alafu umeanza maombi. Umeanza ni kama ni vita. Baba, katika jina la Yesu, usipoingilia hiyo nyumba, nikipata imefungwa, mimi nasikia nimefika. Sasa hiyo sio maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba jinsi ipasavyo. Tikuombereria na inegene. Unajua nilisikia, na ni vizuri kujua mambo mengi. Nilisikia ukienda kwa mfalme, kama saa hii venye tuko na mfalme wetu hapa. Ukienda akikuita aseme saa hii, aseme nataka kuona tisha, na upate appointment mahali pale. Kuna watu wanakuaga hapo ambao wanakuambia jinsi mfalme anaongeleshwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Ukifika huko, kuna watu kwanza unapitia wanakuambia waigira thĩinĩ, unafaa kuongea naye hivi. Usianze na shida yenye uko nayo, uanze hivi na hivi. Hata Mungu ako hivyo. Uwezi kuenda maombi na umeanza na mashida. Lazima kwanza umuinue, umsifu, uheshimishe jina lake, umuinue, umwabudu, aone hiyo mambo, asikie mtu anayemuinua, asikie mtu ambaye anamuheshimisha, ndio ainamishe sikio lake, asikie hiyo maombi yako, akuinue toka shimo la uharibifu, akuinue juu. Jina la Bwana lipewe sifa. Si ndivyo? Hebu tuweke Psalms inasema hivyo. Nafikiri huyo mtumishi wa Mungu Daudi aliomba kwa mipangilio. Hakuomba tu kuomba. Aliomba kwa mpangilio. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Psalms 40. Biblia inasema hivi, nilimngoja Bwana kwa subira, akaniinamia na kusikia kilio changu. Huyo ni mtu alimuomba Mungu, na hakuomba maombi. Aliomba maombi ya mpangilio, akaomba mapenzi ya Bwana. Naye Mungu akiwa mbinguni akasikia mtu anaomba, akasikia mtu analia. Biblia inasema akaniinamia na kusikia kilio changu. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini wakati unapoanza na fiti, kama ni vita, ni kama ni sheria unamwekea, waga kuririkana, waga kundomanira, ni hau nginyete, ndaigua ta ngurekia ibada, ndaigua ta ngurekia wira ucio waku. Hata kuna wakati inafikanga wengine wanaandikia Mungu barua. Lakini ukijua jinsi ya kuomba, na hiyo jinsi ya kuomba na mpangilio wa maombi na kuomba mapenzi ya Mungu, huwa tunasaidiwa na Roho. Umeshika? Roho Mtakatifu ndiye huwa anakusaidia. Naye Roho Mtakatifu atakusaidiaje? Wakati umezama kwa maombi kabisa, wakati umekataa kuangalia mavazi yako. Maana wakati mwingine kuna mtu anaangalia nguo yake, anaona nguo kama hii siwezi piga magoti nayo.
Nguo kama hii siwezi lala chini nayo. Wakati utaondoa hiyo mambo ya kujiangalia, usame kabisa, usame kabisa. Hapo kilindini ndipo Roho huwa anaingilia, anachukua ulimi wako, anachukua kinywa chako, anakusaidia kuomba mapenzi ya Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Roho Mtakatifu hawezi kuja wakati unaomba bigiji kiwa kwa mdomo. Unatafuna bigiji na bado unaomba. Unaongana na simu na bado unaomba. Siku moja nimekuja hapa usiku, hata sisemagi nikikuja. Nikisikia tu nimehimizika tu mimi naamka. Nakuja. Nikapata mtu mmoja alikuwa anaombea pale. Hapo ile dirisha ya pili pale. Amekaa hapo. Ako kwa simu. Na mimi vile nilikuja hivi, sikuwa nakuja kwa ofisi, nilikuwa nakuja maombi. Niliingilia pale ile mlango. Alafu ako TikTok. La masharararara bosherere. Sasa mimi nikamwangalia, nikaona gai, mtu ambaye anamdharau Mungu. Uwezi kuomba na bado uko kwa simu. Uwezi kuingia kilindini na bado unatafuna bigiji. Jina la Bwana lipewe sifa. Lazima utoe mwili wako kama dhabihu. Utoe nafsi yako kama dhabihu. Ujimwage, ubodeke mbele za Bwana. Ndio naye Roho aingilie, achukue kinywa chako, achukue moyo wako, akusaidie kuomba jinsi ipasavyo. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ujue Roho ndiye utupatia direct line to God. Roho Mtheru ndiye huwa anatusaidia vile tutafikia Baba. Yeye ndiye uachilia line yako kumfikia Baba. So usipokuwa serious na maombi, usipokuwa serious na maombi, unaweza ishi siku nyingi pasipo Roho Mtakatifu. Jina la Bwana lipewe sifa. Jambo la pili, Roho anatusaidia. Roho huwa anatusaidia ama anatupatia spiritual gift. Iheo mwanya mwanya zinapeanagwa na Roho Mtakatifu. Jina la Bwana lipewe sifa. Gift kama wisdom. Wisdom ni nini na Kiswahili? Wisdom ni hekima. Hekima. Unapata mtu hakusoma, ukiangalia masomo yake hata hakufika class 8, hata hakuenda high school, hata hakuenda college, lakini akisimama hapa jinsi anavyoongea, unaona huyo mtu ako na kipawa ya wisdom ndani yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Roho Mtakatifu anatupatia faith. Wetekio uheanagwo ni Roho Mtheru. Roho Mtakatifu anapatia imani. Maana pasipo imani hakuna kumfurahisha. Simuna mmefundishwa kabisa. Pasipo imani hakuna kumfurahisha Mungu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anatupatia imani. Unaanza kuamini Mungu hata wakati mambo iko mazito, hata wakati umesukumwa uko kwa ukuta, hauna mbele hauna nyuma. Roho Mtakatifu anakupatia imani. Unaanza kuaminia Mungu ya kwamba vile ulitengeneza njia katika bahari la Shamu, hata hapa nilipo Bwana, nina imani ya kwamba unaweza fungua mlango na Mungu anafungua. Jina la Bwana lipewe sifa. Roho anatupatia imani. Tunamwamini Mungu sana. Hiyo ingine, Roho Mtakatifu ndiye huwa anapeana the gift of hearing. Unaachilia neno hapa, unaongoza watu katika nyimbo, watu wanasifu, wanapokea uponyaji. Hizo gift za hearing zinapeanwa na Roho Mtakatifu. Jina la Bwana lipewe sifa. Ukaroga mahao kaini dia dokigosho. Paka yule alikuja akiumwa na miguu, anasifu polepole, anajipata ameruka, anashuhudia ya kwamba wakati wa sifa ndiyo nilipokea uponyaji wangu. Roho Mtakatifu ndiye huwa anasaidia watu, ndiye huwa anapatia watu hizo gift za hearing. Jina la Bwana lipewe sifa. Wale wanapenda kutenda miracles, miujiza, hizo ni gift ambazo Roho Mtakatifu anatupatia. Mambo ya prophecy ni Roho Mtakatifu anapeana. Mambo ya kudiscern spirits ni Roho Mtakatifu anapeana. Mambo ya kuongea na tongues. Na ushike hapa kitu kimoja. Kuna prophecy na kuna kuongea na tongues. Hebu tuwekee hiyo ndio wasione kama ni mimi ninasema hivyo. Tuwekee hiyo Wakorintho 12 mstari wa 8. Ndio usiwaiona mtu anaongea na tongue, unaenda kumuuliza Mungu anasema aje kunihusu.
Kuthioma ti gutwika we munabii. Shika hiyo vizuri. Kuongea na lugha si kusema wewe ni nabii. Unaweza kuongea na lugha na wewe sio nabii. Kwa hivyo kuna kuongea na lugha na kuna unabii. Haya, tuweke. Na kwa sababu mimi ni mtu wa bio, nafikiri utakibia pamoja nami. Mimi ni mtu wa bio. Wakorintho wa kwanza 12. Korintho wa kwanza 12. Tusome hapo mstari wa 8. Haya, inasema hivi mstari wa 8. Maana mtu mmoja kwa roho amepewa neno la hekima. Umeshika? Na mwingine neno la maarifa apendavyo roho yeye yule. Songa 9. Mwingine imani katika roho yule. Na mwingine karama za kuponya katika roho yule mmoja. Songa 10. Na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, na mwingine aina za lugha, na mwingine fasili za lugha. Umeshika hiyo? Jina la Bwana lipewe sifa. Hizo ni gift ambazo roho utupatia. Unapata umepokea lugha, unaongea na lugha geni ambao hakuna mtu anaielewa, hata shetani mwenyewe hasikii. Lakini imesema kuna wengine wanapewa unabii, kuna mwingine anapewa kupambanua. Mmoja anatoa unabii, mwingine anasema vile yule anasema. Umeshika hivyo? Hizo huwa zinapeanwa na roho. Hiyo ndio umuhimu wa kuwa na roho ndani yetu, ili akusaidie ya kwamba unaweza sikia vile ule ambaye anatoa unabii anasema. Ukisha sikia unaweza pambanua hizo lugha. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini si kusema kunena na lugha wewe ni nabii. Na hapo ndio watu wanakosea. Ya kwamba ulikuja hapa ukapata mtu amenena na dimi, ameongea. Na kwa sababu wewe huna roho, unaenda kumuuliza umeonyeshwa kunihusu. Huyo sio nabii, huyo ni karama za kuongea na lugha. Jina la Bwana lipewe sifa. Uwe unaelewa hivyo. Na zote zinapeanwa na roho. Ndio ni umuhimu sana kujazwa na roho. Jina la Bwana lipewe sifa. Jambo la 3, tuko la 3 sasa kwa wale wanaandika. Jambo la 3, hutupa wepesi wa kuelewa neno. Roho Mtakatifu ni atuteithagia gutaukwo kiugo kia Ngai. Anatupa wepesi wa kuelewa neno. Kuna mtu huwa anasoma Biblia mpaka analala. Ama mwingine anafungua Biblia hivi. Na niliwaambia msirudi kufanya hivyo. Hiyo ni mambo inafanyangwa na tutoto twa miezi 6. Ati unataka kusoma Biblia, alafu unafanya hivi. Alafu unasoma. Sasa hapa umesoma, hakuna kitu utaelewa. Jina la Bwana lipewe sifa. Ukitaka kusoma neno la Mungu, anzia na maombi. Nenda na mwenye neno. Mwambie Bwana, ninaomba kwa sababu nataka kusoma neno lako. Naomba ufunuo, naomba nielewe, naomba unisaidie na unipe neno ambalo nitasoma. Katika hiyo maombi mengi, Mungu anakuletea neno. Unastukia mahali umesoma ni mahali ambapo Mungu angetaka usome. Lakini wengi tunakaa hivyo. Unakaa tu hivyo, unafungua. Alafu unasoma. Ndio maana hauelewi. Neno la Mungu si kitabu. Kiugo kia Ngai tifu kuwa oguo. Sio kitabu hivi. Hata wale wanasomaga vitabu novels. Kuna watu wanasomaga vitabu. Si kusema juu tumeokoka hatusomi hizi vitabu zingine tunasomaga. Hata hizo vitabu zingine huwezi fungua katikati, hutaelewa hiyo story. Lazima uanzie na huku mwanzo. Uanzie na topic. Ujue hiyo kitabu inaongelelea nini. Uanzie na peji ya kwanza. Uende ukisoma. Ukisoma hapa unafunika. Kesho unasoma hapa. Unasoma yote. Unaelewa. Uguona nofo itifunguragio kufungurio. Jina la Bwana lipewe sifa. Hata vitabu za kawaida huwezi kufungua tu kufungua. Alafu unasema nitaukago kiugo kia Ngai. Na ni wewe ambaye hauombi mbele. Unaomba kwanza. Unaambia Mungu nisaidie. Unaambia Bwana, nataka kusoma neno lako. Nina risali moja lako Bwana. Nataka nisome neno lako. Nisaidie kuelewa. Nipe ufunuo. Ninenee kwenye neno lako. Naye Roho Mtakatifu, kwa sababu
sababu ndiye hutusaidia. Anakusaidia, anakwambia soma katika Mathayo, soma wa Korintho, soma wa Galatia, soma wa Efeso 2:15, soma wa Galatia 4. Anakuelezea, ukisoma hapo unainuka. Jina la Bwana lipewe sifa. Mwadhani arogoswo. Roho Mtakatifu anakusaidia. Nakumbuka kitambo sana, tulikuwa tunaenda kuomba kule Gong. Alafu tukisha maliza kuomba, tunapeana nafasi. Ni nani amepewa himizo? Ni nani amenenewa? Wengine wanasema, mimi nimesikia tusome Isaiah 60 mstari wa 2. Mimi nimesikia tusome Psalms chapter fulani mstari fulani. Na tukisoma lile neno, maana lilikuwa linasomwa na Reverend, anachukua Biblia, anasoma mahali yule amesaidiwa. Hilo neno likisomwa linatusaidia, linatutia nguvu. Hatuchoki. Tunaenda Gong wiki mzima, tunaenda miguu, tunasoka kutoka hapa mpaka Karen. Hauchoki kwa sababu neno la Bwana liko na nguvu, tena ni uhai. Likisomwa, tukielewa na likia ndani yetu, linatutia nguvu. Jina la Bwana lipewe sifa. Mwadhani gewitwa rogosho. Neno la Bwana ni nzuri. Hebu tusome katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mstari wa 2 and verses 10. Mstari wa 2 and verses 10, na munisamehe sana media ninawakibisha. Haleluya. Wakorintho wa 2 mstari wa 10 nasema hivi: lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Umeshika? Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho, maana roho uchunguza yote, hata mafungo ya Mungu. Ngai ni otuheaga roho mutheru nigetha tuguurerie uria arenda gwikwo. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo roho ni msaada. Roho Mtakatifu ni msaada kwetu. Ni msaada mkubwa, na hauwezi kuendelea na safari pasipo Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu ndiye hukuja wakati. Hebu tufungulie Isaiah 40. Ndio uone mahali Roho Mtakatifu huwa anatusaidia. Na ukijazwa na Roho Mtakatifu hutakuwa ukilemewa na mambo. Isaiah ile inasema wakati tunapitia katika maji mengi. Haya. Isaiah 43. Fungua Isaiah 43. Isaiah 43. Sikiza sasa. 43, not 42. Isaiah 43. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto, hutateketea, wala wali wa moto hautakuguza. Umeshika? Wakati tunapita katika maji mengi, maana tuko katika dunia hii, na wakati mwingine huwa tunapita katika maji mengi, Roho Mtakatifu ndiye huwa anatutia nguvu. Tunapitia katika hiyo maji, na ujue maji mengi. Sijui kama umewahi ingia kwa mto. Nani amewahi ingia kwa mto maji inamfika kama hapa? Mto wakati maji inakufika hapa, ukitembea hapo ndani unasikia gani kujisukuma, si unaona? Unajisukuma kwa hiyo maji ndio upite kwa maji mengi. Sasa Biblia imesema hivi, upitapo katika maji mengi, katika hiyo maji mengi kuna uzito. Wakati unapitia uzito, unashindwa kutembea, unashindwa kuja maombi, unashindwa kuja ushirika, umekaa kwa nyumba, unashindwa kukuja lantawa. Roho Mtakatifu ndiye huwa anakutia nguvu. Jina la Bwana lipewe sifa. Ikasema hivi, na uendapo katika moto hautateketea, wala wali wa moto hautakuuguza. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndio wakati huwa tunapitia moto. Biblia inasema katika John 16:33 ya kwamba duniani huku kuna dhiki, thina tuturaga nere mathina.
Jina la Bwana lipewe sifa. Ni kule hende togeragira mathina. Kuna wakati huwa tunapitia katika mashida. Kuna wakati tunapitia katika moto. Kuna wakati tunapitishiwa katika moto. Lakini Roho Mtakatifu wa Mungu akiwa ndani yako anakutia nguvu. Unapitia katika hiyo shida na unatokea ile saidi nyingine. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini bila Roho Mtakatifu, bila Roho Mtakatifu inakuwa ngumu. Wakati maji imeachiliwa, na huyu mwandishi wa Isaya alijua kuna wakati tutapitia maji mengi. Alijua kuna wakati tutapitia moto. Alijua kuna wakati tutapitia mangumu. Na ni kweli kuna wakati huwa tunapitia mangumu. Kuna wakati watoto wanakupitishia mambo mangumu. Kuna wakati mume anakupitishia mambo mangumu. Kuna wakati watu wanakusukuma. Watu wa karibu na wewe wanakusukuma. Unasikia hapa, tigane Roho Mutheru wa Ngai ningesokete na thutha. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Roho Mtakatifu anakusaidia kuvumilia. Anakusaidia unavumilia. Unavumilia kama Yesu. Yesu alivumilia. Na ndipo Biblia inasema katika Matendo ya Mitume ya kwamba Mungu akamjaza Yesu na Roho huyo Mtakatifu. Ti roho kino huyo. Ni huyu tu Roho ninanena kuhusu yeye. Ndiye Mungu alijaza Yesu na Roho Mtakatifu ili Yesu avumilie. Nigetha akirererie. Wakati alikuwa anadungwa mkuki, anavumilia. Wakati anawekwa taji la miiba, anavumilia. Anajua ni kwa wakati tu. No ihinda inini, majeke mauruma ya mothe. No nejoe, ihinda retathiete haraya. Nenderaikara guoko-inĩ kwa kwa Baba. Hallelujah. Wakati unapitia mangumu, tamani Roho Mtakatifu. Yeye ndiye huwa anatusaidia kuvumilia. Ni watu tutaithagia kukirereria. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati umesukumwa, na kusukumwa utasukumwa tu, maana tuko ulimwengu huu. Kuna wakati wa mtu anasukumwa hata na madugu zake. Kama vile Yusufu alisukumwa na ndugu zake. Genesis 37. Yusufu alisukumwa na madugu zake. Yusufu aliekwa kwa shimo na madugu zake. Yusufu aliuzwa na madugu zake. Jina la Bwana lipewe sifa. Wathoma kiugo kiu ate Yusufu endirio ni ari ya nyina. Hata ukisukumwa na huyu, unajua huyu ni ndugu yangu na sitamuogopa, nitasimama imara. Roho Mtakatifu nipe nguvu nishinde. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu hakuandika neno bure. Yusufu alisukumwa na ndugu zake. Na wale ndugu za Yusufu wakachukua nguo za Yusufu, wakashinda mwanakondoo, wakamwagia damu, wakapelekea baba yao. Baba ya Yusufu anashika mavazi ya Yusufu, analia, anaomboleza. Na wale ndugu za Yusufu wakijawa na hila, wanaambia baba, usilie tena, vumilia. Na wanajua wamemuuza. Jina la Bwana lipewe sifa. Tiga komakaga, tiga koinainaga. Riria watindekwo, riria waigererwo igenyo, riria wongero maundu utaugite. Menyaga na ciana cia Yusufu, aria maciaranirwo na Yusufu, walienda kwa baba yake wakijawa na hila, wakiambia baba, wacha kulia tena, vumilia. Na walikuwa wanajua already wamemuuza. Jina la Bwana lipewe sifa. Elewa neno la Mungu. Na vilio vingine hautalia. Ilero ikedo gucoka kurira. Mimi nilielewa neno la Mungu. Nilipoelewa mimi siri yake. Mimi naendaga kwa baba. Namwambia Bwana, wakumbuke. Pigana vita vyangu. Wale wameniinulia vita Bwana, pigana hiyo vita. Maneno wanaoinua kwangu Bwana, hebu Mungu wakumbuke. Rudisha hizo vita. Niye gaimera. Ona kigagererwo teri. Ona kigagererwo muthanga. Gaimera no gametera oguo. Ni undu wa Ngai. Jina la Bwana lipewe sifa. Roho Mtakatifu ni msaada mkubwa sana. Jambo la 4, hutufunulia mambo yajao. Newo toguurageria maundu maria magoka, maundu maria membere itu. Roho Mtakatifu hutufunulia mambo yajao. Soma katika John 16 and verses 13. Roho Mtakatifu. Ni vizuri kuwa na roho.
Vita vingine hauwezi kupigana pasipo Roho Mtakatifu, utalemewa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli atawaongoza, awatie kwenye kweli yote, maana atanena kwa shauri lake mwenyewe. Lakini yote yatakayosikia atayenena, na mambo yajayo atawapasha habari zake. Umeshika hivyo? Roho Mtakatifu ndio utufunulia wakati maadui wanakupagia, wakati maadui wamepanga na wamejiandaa vile watakushambulia. Naye Roho Mtakatifu unapoenda kulala, wengine huwa wanaletewa kwenye ndoto, wengine wanaletewa kwenye maono, wengine wananenewa na sauti, wengine tu wanatumanishiwa mtu. Unaelezewa kuna maadui wamekupagia. Pasipo Roho Mtakatifu utaangamizwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Roho Mtakatifu anakutokea kwenye ndoto, anakuonyesha vile umepagiwa. Na nimekuambia huwa tunapagiwa baka na madugu. Jina la Bwana lipewe sifa. Saa ingine unapigwa na watu wa nyumbani kwenu. Saa ingine unapigwa na madugu zako mmezaliwa pamoja. Saa ingine unapigwa na madada zako mmezaliwa pamoja. Pengine unapigwa na wale wa kule umeolewa ama kule umeoa. Unapigwa na hao watu. Lakini Roho Mtakatifu ndiye hutufunulia mambo yajao. Mipango yote maadui wanapanga. Na hivyo ndivyo Mungu alifanya na Elisha. Wakati maadui walikuwa wanapagia wana wa Israeli, Elisha anaenda, anafunuliwa, anaelewa, naye anapanga jeshi lake, linaenda linaangamiza wale watu. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo wakati Roho Mtakatifu amekufunulia ya kwamba huyu ndiye anakusukuma. Lakini shida ya Wakristo ni hii. Roho Mutheru akwira netishora gutindika, unaenda kumpiga direct. Na Biblia inasema ya kwamba vita zetu sio za mwili, bara sito tisia mwere, bara sito tisia. Vita vyetu sio za mwili, vita zetu ni za kupigana na maroho. Wakati Mungu anakufunulia, na ndio maana wengine wafunulu wangwi, wengine hata wajuagi vita inatoka wapi. Anakuja anakuambia mimi nataka tuombe nijue hii vita inatoka wapi. Lakini ukisikiza ile mambo amekuambia, wewe unaona hutamfunulia. Maana huyu ukimfunulia, gothie kwa rosi unafaga. Bwana Yesu apewe sifa. Uwezi funulia mtoto wa kiroho umwambie bara si ya kule, ndrona sina brother ya kule ya munene. Brother si wako munene afage ile gukuraga. Ukiambia mtoto wa kiroho umfunulie, kesho ama baada ya ibada ako nyumbani kuenda kupigana na mwili. Ndio maana unaona watu wengine hawafunuliwi. Wewe unapigana tu vita na hujui. Lakini ukikubali kukomaa kiroho, ukubali kukomaa, utakuwa unafunuliwa. Unaambiwa hii vita imetoka hapa, ni hawa wamepaga, ni huyu na huyu wamepaga, wamejiandaa na njia. Unaelewa, na wewe unaingia kilindini. Unafaa silaha za vita, unafaa neno la Bwana, unaliachilia. Unasema kama vile neno lako linasema kwenye kitabu hiki, hivyo nimetangaza ya kwamba maadui wangu watatawanyika mara 7. Sererebo. Unatangaza, umevaa silaha za vita. Si tulifundishwa silaha za vita? Hatukuambiwa tuchukue paga, hatukuambiwa tuchukue mdomo tutukanane. Tuliambiwa kuna silaha za vita. Unajifunga hizo silaha, unaingia ile vita. Hata kama ni ndugu, kama wale wa Yusufu, hata kama ni hao madugu, unapigana vita zako rohoni. Unapigana, wanalemewa, wanakuacha. Jina la Bwana lipewe sifa. Roho Mtakatifu hutusaidia na hutufunulia mambo yajao. Na saa ingine anakuja kwa ndoto. Kuna watu wanasaidiwa na Mungu kupitia ndoto. Kuna wengine kupitia maono. Kuna wengine ni sauti Mungu anamunenea. Kuna wengine Mungu anatumanishia watu. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Anatufunulia yale mipango adui amepanga. Mungu anakufunulia. Na hiyo kazi yote ni ya Roho Mtakatifu. Jina la Bwana lipewe sifa. Ukisoma katika Ezekieli, nisema hivyo kwa sababu wale wanasemaga hawasomi New Testament. Ukisoma katika Ezekieli 2, wacha tusome hii neno kwa sababu ya watu wale wanasemaga roho alikuja juzi. Alikuja juzi, ulikuwa? Haukuwa. Inasema hivi: akaniambia, mwanadamu, simama na miguu yako, nami nitasema nawe, songa. Naye aliposema nami, roho ikaingia
ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesema nami. Umechika hivyo? Hii ni Old Testament. Roho aliingia ndani ya Ezekieli. Alipoingia ndani ya Ezekieli, ndio akasikia yeye aliyekuwa anasema naye. Sinasema hivyo? Nikamsikia yeye aliyesema nami. Kwa hivyo Roho Mtakatifu alipoingia ndani yake, akafungua masikio ya ndani, akasikia yeye aliyekuwa ananena naye. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kutoka hapo, wakati Roho Mtakatifu aliingia ndani ya Ezekieli, hapo ndipo Ezekieli alifanya mambo makubwa, mpaka akatabiria mifupa mikafu. Jina la Bwana lipewe sifa. Hebu songa 37, chapter 37. Uone Roho Mtakatifu vile akiingia ndani yako, gutiri undu utagika. Hata mtu aliyekufa unaweza mfufua. Hata mtu aliyefika mwisho unaweza achilia neno, huyo mtu afufuke tena. 37. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana. Umeshika? Naye akanichukua nje katika roho wa Bwana, akaniweka chini katika bonde, nalo lilikuwa limejaa mifupa. Jina la Bwana lipewe sifa. Alichukuliwa nje katika roho wa Mungu. Na wakati alichukuliwa hivyo, Biblia inasema ya kwamba akaambiwa tabiria hizi mifupa, akatabiri. Waliamka ama hawakuamka? Waliamka. Kwa sababu Roho Mtakatifu ana nguvu zake. Ana nguvu. Akiingia ndani yako, anakubadilisha. Ni kama kijana wakati ameoa, nilikuwa nimemwambia hivyo. Kuna vijana mimi huwa ninaona, kijana anavaa sweta. Uko na mwanake usira kifura na kimwe wiki ngima. Wiki mzima hiyo sweta tu ndio anavaa. Lakini wakati ameleta bibi, hiyo sweta uwezi muona nayo kesho. Akitoa hizo nguo zinawekwa kwa karai, zinaoshwa. Huyo kijana mnaanza kumuona ameanza kubadilika. Ameanza kuwa msafi, ameanza kuwa mtu mzuri, amepata utukufu kwa sababu amepata msaidizi. Jina la Bwana lipewe sifa. No ukikiona muthuri urekira nguo imwe wiki ngima ri ena mutumia ri, si hata utaweka hivi, utaweka question mark. Muthuri tuseme vile tishako hivi smart, ni muone wiki mzima na hizi nguo nitaangalia huyu nione ajielewi. Bibi ni wa kukusaidia, anakwambia hiyo shati hautafaa leo, ulifaa jana, usiende nayo leo. Hiyo trosa ulifaa jana, faa hii. Anakupagia nguo, anaziweka hapo, unavaa. So naye bibi anakuaga msaada kwa mume. Hivyo ndivyo naye Roho ni msaada kwetu. Anatusaidia kujielewa, anatusaidia kuona zile vitu maadui wanapanga. Roho anakutokea usiku, anakunenea. Na alia mota imagirirwo, mujiangalie. Labda wewe ni mtoto, Mungu anaona nikimuonyesha huyu itakuwa vita, nikimnenea huyu itakuwa vita. Ni vizuri tukubali kukoma. Jina la Bwana lipewe sifa. Jambo hilo lingine, mtu ambaye ako na roho utajua. Mtu ambaye ako na roho utajua. Na mtu ambaye alikuwa na roho akaondoka, utajua. Sijui kama mnajuaga hivyo. Mundu wina roho mutheru thiine wake, mundu ni amenyaga. Na mundu wehereirwo ni roho mutheru ni umenyaga. Utajua. Ukiwa wa roho utajua. Hata nikisimama hapa mimi, nisimame hivyo nitasikia huo unabii ni wa Mungu. Huyo ni mtu anaongea, nitasikia. Mtu ambaye amejazwa na roho, kuna mambo inakuaga ndani yake. Mambo kama upendo imejaa ndani yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Furaha imejaa ndani yake. Amani imejaa ndani yake. Uvumilivu, utu mwema, fadhili, upole, kiasi zimejaa ndani yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini mtu aliye na roho na sio mpole, sio mvumilivu, sio mpenda watu, osio ni ehereirwo ni roho, agetigerwo thiomi. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati Roho Mtakatifu anaondoka ndani yako, ndeheraga na thiomi. Jina la Bwana lipewe sifa. Si tuliambiwa tunapewa unabii na tunapewa lugha. Wakati Roho ameondoka ndani yako, huwa haendi na dimi. Dimi zinabaki. Lakini zinabaki dimi empty. Thiomi itare na hinya. Jina la Bwana lipewe sifa. Na hizo ndizo watu wanatumia. Mtu ako TikTok na bado analibazaya.
Rama shatara barabara basa. Hey, sherere agabagati. Hata anasahau, anaasha maombi anaangalia vizuri. Huyo ni mtu alikuwa na roho, akaondokewa na roho, akabaki na dimi. Jina la Bwana lipewe sifa. Ukiwa iona ndani yako umeanza kuchukia watu, hutaki watu, hutaki huyu, hutaki huyu, na wakati Mungu alituita katika maisha ya wokovu, alituita tumutumikie, na kutumikia Mungu ni kutumikia watu. Mwadhani ya rogoso. Ama Mungu anashuka hapa tunamtumikia. No, ole wana agai. Najua labda ni mimi niko nyuma. Nani amewahi kuona Mungu ati tuseme sote tunamtumikia ndiye huyu? Hapana, kutumikia Mungu ni kutumikia watu wake. Na wakati unaigiwa na chuki ya kuchukia watu wa Mungu, wewe hauna roho. Roho Mutheru ndaikaranagia na andu mena rumena. Jina la Bwana lipewe sifa. Unaweza jazwa na Roho Mtakatifu, ukae naye siku kadhaa, baadaye aondoke. Na akiondoka, dimi zinabaki ndani yako. Ukiona wewe haupendi watu, jiangalie sana kama bado roho ako ndani yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Ukiona wewe hujui kuvumilia, ndui gukirereria, hujui kuvumilia watoto wako, kila saa watoto wanisaidii, watoto hawanitumii kitu, watoto hawaniangaliagi, hujui kuvumilia watoto wako, hujui kuvumilia mume wako, kila saa ni kumuonea makosa na ni wewe okire kuo. Ama ni kuliletwa tuliletwa. Sisi tulijipeleka huko. Lazima umvumilie. Lazima umvumilie na maudhaifu yake yote, na mashida yake yote, lazima umvumilie. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana ulikuja hapo kukaa, ulikuja hapo ukae, ulee watoto wako, wapate kazi, upate wajukuu, wasome, wapate kazi, mpaka karubeta ilie, ndio utaondoka kwa hiyo nyumba. Ugu no kinya wele mwathani aguteithie, upate kuvumilia. Na hiyo ni tunda ya Roho Mtakatifu. Utu mwema ni tunda la Roho Mtakatifu. Uaminifu ni tunda la Roho Mtakatifu. Kuwa mtu mwaminifu ni tunda la kuonyesha ya kwamba wewe uko na Roho Mtakatifu. Jina la Bwana lipewe sifa. Jambo la mwisho nitamaliza nayo. Roho Mtakatifu utupatia nguvu. Roho Mutheru ni utuheaga hinya. Hatuwezi bila Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatupeaga nguvu. Unapata nguvu za kuendelea. Kuna wakati mtu anasikia ni kama kwamba atarudi nyuma. Kuna wakati mashida inakukuba, unasikia ni kama utaacha Mungu urudi nyuma. Lakini wakati mashida yamekuja, somaga kitabu ya Ayubu, uone ile mashida ilipata Ayubu, uone vile ilikuwa makubwa, uone vile ilikuwa magumu. Mtu kumaliziwa watoto wake, mtu kumaliziwa vitu vyake, utajiri wake wote umechomwa, mali zake zimechomwa, watoto wameuawa. Uone vile Ayubu alivumilia, na wewe uvumilie. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anatupatia nguvu za kuvumilia. Nguvu za kuvumilia huwa zinatoka kwa Roho Mtakatifu. Hebu soma nami katika kitabu cha Waamuzi. Waamuzi. Haleluya. Niko na dakika 20 na kitu nimalize. Ningeomba nimalize saa 7:30, hilo ndio ombi langu. Soma nami katika kitabu cha Waamuzi. Tumefika hapo 16. Waamuzi 16. 14, sorry. I'm so sorry. 14. Waamuzi 14 mstari wa 6. Enda hapo 6. Inasema hivi: Roho wa Bwana ikamujia kwa nguvu, naye akapasua kama kwamba anapasua mwanabuzi, wala hakukuwa na kitu chochote mkononi mwake, lakini hakuwaambia baba yake na mama yake aliyoyafanya. Huyu ni Samson. Wakati Roho wa Mungu aliingia ndani yake, Biblia inasema ya kwamba, hebu soga hapo 5 ndio waone ni nani hapo 5. Ndipo Samson na baba yake na mama yake wakateremka hadi Timna. Walipofika katika shamba la misabibu huko Timna, mara mwanasiba akamgurumia. Jina la Bwana lipewe sifa. Walipofika kule, simba ikatokea. Lakini hapo verse 6 inasema ya kwamba Samsoni alilarua simba ni kama mwana kondoo, wakati nguvu za Roho Mtakatifu ziliingia ndani yake.
Jina la Bwana lipewe sifa. Roho Mtakatifu ana nguvu. Huwa anatupatia nguvu. Na alipatia Samson. Wakati simba ilitokea, Biblia inasema alimlalua kama mwanambuzi na hakuambia wazazi wake. Jina la Bwana lipewe sifa. Unafikiria simba ni kitu kidogo? Olaluko, unajua nyinyi mnajuaga sana wanyama. Ikisimama hapa sisi wote tunaweza kuwa hapa. Hiyo ni kitu iko na nguvu. Hata sauti peke yake, sauti tu. Kufungua hivyo mdomo, iachilia sauti, sisi wote tunaweza kutoroka. Lakini Samson akiwa amejawa na roho wa Bwana, haleluya, ikamjia kwa nguvu, naye akapasua kama mwana kondoo. Jina la Bwana lipewe sifa. Roho wa Mungu ana nguvu. Akiingia ndani yako anakusaidia. Kule kunaonekana kama ni kugumu, Roho Mtakatifu anaachilia nguvu zake. Unaenda. In Jesus name. Fungua nami Act chapter 2. Act chapter 2 and verses 1. Inasema hivi: wakati ilipotimia siku ya Pentecost, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni sauti kama mavumo wa upepo mkali ukienda kazi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukatokea ndimi zilizowagawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Jina la Bwana lipewe sifa. Nare koro kigo giki giki kamuthenya wa umuthi. Hii neno litendeke tu hapa maraha. Tusikie kama mugurumo mkubwa. Tusikie nguvu nyingi zimechuka. Watu wajazwe na ndimi. Watu waongee na lugha kila mtu na yake. Hivyo ndivyo kulifanyika. Ya kwamba kukatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Roho Mtakatifu ana nguvu. Yeye ndiye utusaidia. Unapata umeomba masaa 3, umelala mahali pamoja, hausikii shida, hausikii ukifinywa na tiles, hausikii ukichoka magoti, maana Roho Mtakatifu ana nguvu, anakuwezesha, anakujaza na nguvu. Unazunguka hapa masaa 2, unaambiwa na watu wahoya madhaa meri, lakini wewe hujui. Jina la Bwana lipewe sifa. Roho Mtakatifu ana nguvu. Luke chapter 4. Luke chapter 4 verses 1. Inasema hivi: naye Yesu, soma hapa kwa Biblia yako kama haufiki hapa. Naye Yesu akiwa amejaa Roho Mtakatifu. Umeshika? Naye Yesu Mwokozi wetu, mkombozi wetu, akiwa amejaa Roho Mtakatifu, akarudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho kwa muda wa siku 40 nyikani. Jina la Bwana lipewe sifa. Yesu alienda maombi ya siku 40, lakini Biblia imesema ya kwamba naye Yesu akiwa amejaa Roho Mtakatifu, akarudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho kwa muda wa siku 40 nyikani. Jina la Bwana lipewe sifa. Yesu atongoririo ni Roho Mutheru. Roho Mtakatifu ana nguvu. Kama umewahi kutamani maombi mengi, tamani kujazwa na Roho Mtakatifu. Kama umewahi tamani kuomba usiku mzima, kwanza tamani Roho Mtakatifu ili akusaidie, akutie nguvu, akutie uwezo, akuondolee mashida, akuondolee baridi, akuondolee maswali. Ukiamua ni kuomba, unaomba pasipo kukoma. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Roho Mtakatifu ana nguvu. Na amesema Yesu akiwa amejawa na Roho Mtakatifu. Yesu Kristo aihoretwo ni Roho Mutheru. Aihoretwo ni Roho Mutheru. Aihoretwo ni Roho Mutheru. Halabozaya. Akaongozwa muda wa siku 40 nyikani. Jina la Bwana lipewe sifa. Thikomero gwena wero-ine. Gutare gya kuria, gutare gya kunywa, gutare gya kwihumba. Atongoretio ni Roho Mutheru. Oetwo ni Roho Mutheru. Akaomba siku 40 bila chakula,
bila kitu yoyote na akastahimili majaribu. Maana katika hizo siku 40 Biblia inasema ya kwamba shetani akakuja kumjaribu. Mwadhani ya rogoso, ukiwa na roho utashinda majaribu. Na shida yetu ni kushindwa. Tendo lea munene ni turemagwo ni gukiriria. Tunashindwa kuvumilia. Tunashindwa kuelewa wakati majaribu imekuja. Na majaribu lazima itakuja. Ona mwanake thie sukuru. Hata mtoto akiwa shuleni ndio aingie hiyo klasi nyingine, analetewa mtihani ili aangaliwe kama anafaa kwenda hiyo klasi nyingine. Na masomo ya saa hii si kama wakati wetu. Sisi tulikuwa tunarudia klasi moja hata miaka 2. Ugasokera 5 miaka ero. Ugakorerwo ni sister yaku munini mugathoma nake 5. Ugakinya hado kugadikuruta digothoma ringi ni guthi wira wa nyumba. Najua kitambo ni kama kazi zilikuwa za nyumba. Ni kama hakukuwa na kazi zingine. Kazi ilikuwa ni ya nyumba. Wakati unaona dada yako mdogo amekupata hiyo class 5, umerudia hapo miaka 3. Dada yako amekupata hapo, unaanza kusema mimi sitasoma tena, mimi nitaenda kazi ya nyumba. Naye mama yako anapata mwalimu, anamwambia huyu mtoto anakataa shule, wewe mtware kirathi kiu kingi, unachukua unasukumiliwa, unapelekwa 6. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini saa hii hata ule wa mwisho, hata ule wa max 60 anaenda high school. Si saa hii wanaenda hata wale wa max chini ya 100. Hata ule wa max 90 bado anaenda high school. Saa hii hakunaga mambo hiyo. Lakini zamani ilikuwa unarudia. Sasa hata katika mambo ya Kristo, hata katika mambo ya kumtumikia Mungu, kuna mitihani. Unaweza kaa hapa ukae. Pastor Timothy ukae hapa kwa haya madhabahu. Mungu aone sasa anataka uondoke. Alete majaribu. Alete mtihani. Uanguke. Ukianguka si unarudia. Lakini sasa wakati huu watu wengi hawatakagi kurudia. Hakuna mtu anataka kurudia. Unaletewa mtihani na Mungu. Mtihani inakuja, anakujaribu. Ndio aone vile umekomaa. Ndio aone zile level umefika. Ndio aone kama anaweza kukuaminia madhabahu. Ndio aone kama anaweza kukuaminia watu fulani. Ndio aone kama anaweza kukuaminia uongoze hii kikundi. Mungu analeta mtihani. Na wewe unakataa kurudia. Unataka tu kuenda ukiwa na 0. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni vizuri tuwe tunakubali. Ndio kigeranio gioka. Ukianguka rudia. Do at least you qualify. At least hata ukiambiwa enda uongoze hawa praise and worship team, hawa hawajafika 30. Mungu anataka kukutoa hapa akulete uongoze hawa. Anakuletea mtihani. Ukikubali kurudia, ufaulu upite, utaongoza hawa watu kwa upendo na unyenyekevu na upole na utu mwema, na watakupenda, na ile siku watasikia unaenda wote wanalia. Haleluya. Kwa sababu walikupenda na wewe ulifanya vile Mungu alitaka. Ulikubali kurekebishwa, ulikubali mtihani, ulikubali kurudia. Mungu akakutengeneza ukatokea ukiwa dhahabu njema. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ni vizuri kuangalia, lakini kuna swali nataka tujiulize sasa. Je, kwa nini huwa hatujazwi? Niki gitumaga toke kuihurio na Roho Mutheru? Kwa nini Roho Mtakatifu nguvu zinaachiliwa? Kuna siku moja idhiki si Sunday hii ama ile nyingine, ilikuwa ni ibada ya Holy Spirit Sunday. Alafu Reverend ameachilia maombi, paka mimi mwenyewe nasikia inanisukuma, kutetemeka, nguvu zimeshuka. Lakini naulizo, kwa nini watu hawajazwi? Shida inaweza kuwa ni nini? Kuna mtu ameipata suluhisho? Kwa nini hatujazwi? Kwa nini wengine wanatamani tu? Unaikia maombi siku 3. Unaomba. Wengine wamewahi data Heaven Gate. Wengine wanaenda. Wengine wanapanda gong. Wengine wanakubali kulipa, maana siku hizi pale gong kuna kulipa. Unaenda hapo unalipa. Unashida hapo ukiita Mungu. Imefika Saturday. Unaambia Bwana, kumbuka ni kesho ambao tunajazwa. Mwathani ndakuhoya. Reke Ngai horio na roho cio. Na ni kwa nini haujazwi? Unafaa kujiuliza. Kwa nini haujazwi? Na huyo mwingine naye ajiulize, kwa nini roho aliondoka ndani yangu? Kwa sababu wengi walikuwa wamejazwa. Wengi walikuwa na roho. Wengi walikuwa wanawaka kama moto. Lakini ulienda ukapoa. Kwa nini roho aliondoka ndani yako? Niki Roho Mutheru ajehereire? Ni kwa nini? Jina la Bwana lipewe sifa. Jambo la kwanza, kama hujaokoka,
ono ngihoya, ono ngihinga, ono ngirara kihoya, ona ngithi thiko ta iria Jesu arerwo athire thiko 40 na nduri muhonoku, haujakubali Yesu kama mwokozi ndani yako, hauwezi pokea Roho Mtakatifu. Jina la Bwana lipewe sifa. Jambo la kwanza ni kuokoka. Na kuna mtu mmoja, mtu atoage testimony. Kuna mtu mmoja aliniambia aliokoka akiwa kitu class 5 class 4 hapo ndipo aliokoka. Na sasa hii tunaongea naye alikuwa ni mama wa watoto 3. Na ananiambia mimi siwezi kuombewa kuokoka tena kwa sababu niliokoa nikiwa mtoto mdogo. Tuongee serious. Mtoto wa class 4 anaweza kuwa amedumisha wokovu mpaka saa hii? Hebu tuongee. Na ulikuja ukaolewa, haukufanya harusi, uko na watoto, na unataka kuniambia wokovu wa wakati ulikuwa class 4 hata saa hii unataka uingie kwa kasi ya Mungu na hiyo wokovu? Nikamuuliza, baadaye ulikaa kanisani ukaolewa ukiwa kanisani? Akaniambia hapana. Baadaye nikaacha shule, nikaenda kazi. Nikiwa na huko kazi nikapata mtu akanioa na tukapata watoto. Huyo mtu bado ameokoka? Bado hajaokoka. Lakini yeye ameshikilia hivyo. Na kwa sababu wokovu uwezi piga mtu ndio aokoke. Nduge tichata ni mwalimu wa kirathire. Nduge mahora ati nigetha metikie. Uwezi piga mtu. Vile nilimwambia sasa ni sawa. Wewe kana hiyo wokovu. Lakini hauwezi kusimamia hapa ukiwa hivyo, lazima uokoke. So wokovu ndio kitu ya kwanza, ndio upokee Yesu, upokee Roho Mtakatifu. Jambo la pili, nafikiri mnaandika hiyo. Na uandike na capital letter ya kwamba pasipo wokovu uwezi pokea Roho Mtakatifu. Jambo la pili, lazima uachane na mambo ya kale. Tuweke Wakorintho wa pili. Lazima uachane na mambo ya kale. Wakati hatukuwa tumeokoka, tulikuwa watu wabaya. Tulikuwa watu wa misaha. Mimi nilikuwa ninachekesha hata ni kuokoka. Ingekuwa sio kuokoka, nyinyi wote mngekuwa chini mkicheka. Nilikuwa mtu huyo wa kuchekesha watu. Nilikuwa napenda hiyo vitu hizo za watu wa kuchekesha watu. Lakini Mungu akanikomboa katika hiyo mambo. Wakorintho wa pili. 2 Corinthians chapter 5. Nafikiri nitafungua na hii yangu ndio nifike haraka. Chapter 5 uweke verse 17. Weka verse 17. Inasema hivi: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Adaraini hapo. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita na tazama yamekuwa mapya. Umeshika hivyo? Wakati uliokoka lazima uachane na mambo ya kale kwa sababu umekuwa kiumbe kipya. Kama ulikuwa wa hasira, lazima ushughulikie hizo hasira siondoke. Kama ulikuwa wa matusi, lazima ushughulikie matusi siondoke. Jina la Bwana lipewe sifa. Ya kale lazima uachane nayo. Mambo ya kale. Na hiyo ndio imezuilia watu wengi hawajazwi na Roho Mtakatifu kwa sababu uliokoka ndio. Lakini hata kama umeokoka, mambo yale ulikuwa unafanya kabla uokoke bado unafanya. Jina la Bwana lipewe sifa. Hebu tuwekee Wakolosai. Ndio nikuonyeshe ni mambo gani hiyo. Hapo wewe ujichagulie, ujue ni gani uko nayo. Mimi kuna wakati nilikuwa na hasira sana. Hiyo kitu nilishughulikia mpaka nikaitolea dhabihu. Nilikuwa na hasira mbaya sana. Na nikikasirika ungenituliza. Nilikuwa mbaya, lakini Mungu akanihurumia. Wakolosai 3 mstari wa 8. Mstari wa 8 inasema hivi: lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote. Kila mtu anasoma Biblia yake. Lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote. Hasira. Nimeshuhudia mimi nilikuwa mtu wa hasira. Nito tigiaririe mere. Hata kuna siku nilipiga mshirika. Tulikuwa tunakaa naye kwa ploti moja.
Mungu alinisaidia na akaniondolea hasira, ghadhabu, uofu, masuto na matusi vinywani mwenu. Sasa jihoji mwenyewe, ndani ya haya yote imetajwa, ya kwanza ni hasira. Jina la Bwana lipewe sifa. Hasira, ghadhabu na uofu na masuto na matusi vinywani mwenu. Ningeomba tu kidogo tu niweke Biblia ya Kikuyu ndio nijue hiyo masuto ni nini. Ni vizuri kueleza watu kile kitu wanaelewa vizuri tu. Na wale wengine kama uko na mother tongue, unaweza weka hiyo tujue tuelewe vizuri kabisa hiyo masuto ni nini. Haya, Wakolosai 3:8. Umeka no leu no muhaka weherie maundu maya. Haya ni mambo ya kale. No leu no muhaka weherie maundu maya: marakara, mang'ore, muku, korumana, kwario maundu ma urathoni. Lazima uondoe. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndio Roho apate nafasi ndani yako. Lazima hizo mambo ushughulikie. Lazima ushughulikie. Kama wewe ni hasira, hauwezi kaa na Roho Mtakatifu. Unaweza tumiwa na Roho Mtakatifu hapa upige watu. Ukiwa wa hasira huwezi kuwa nabii. Kwa sababu Mungu akikufunulia kwambie brother Mwadha ni adharetie, ni example. Brother Mwadha ni adharetie. Na Roho Mtakatifu amekuonyesha. Na kwa sababu wewe hujashughulikia ile hasira, utajipata umemshika, umemtoa nje. Jina la Bwana lipewe sifa. Hii mambo lazima ushughulikie. Hasira, mang'ore, muku, korumana, kutukanana. Uati wewe ukikosewa na mtoto wako, hakuna neno uwezi achilia juu ya mtoto. Unaita mtoto vitu zingine. Baadaye ndio una regret. Woi, deka hatia. Lakini umemtukana. Mambo ya matusi uondoe ndani yako. Maundu ma urathoni, miari wetagereire, hiyo maneno ambayo haifai. Maneno ambayo haina hekima. Maneno ambayo ni ya aibu. Uondoe ndani yako. Ndio Roho ajae ndani yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Hebu weka Waefeso. Weka Waefeso nionyeshe ingine nayo inaweza kukuzuilia, lakini Mungu atatusaidia. Waefeso, nataka uone kwa nini hujasangwi. Kwa nini unaingia baka hiyo maombi siku zote na bado haujazwi? Ujue yale mambo bado hujamaliza kushughulikia. Uishughulikie. Waefeso 4 mstari wa 20 na 28. Waefeso 4:28. Mungu atakusaidia ushughulikie hiyo mambo na utajazwa. Inasema hivi: mwizi modoiyaga, mwizi na asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi, akafanya kazi yake iliyo nzuri kwa mkono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgaia muhitaji. Umesikia? Kama wewe sio mtu mwaminifu, wewe hauwezi pewa shilingi ya mtu uifikishe. Wewe huwezi tumwa na mtu ulete sadaka ulete. Mtu akikwambia niende na hii sadaka sitaenda kanisa, wewe unakuja unatoa yake unaweka kwa mfuko. Ukodetwa ni mundu 200 murehere sadaka, ukaruta ciaku ciake ugaikia muhuko. Imesema mwizi na asiibe tena. Afadhali afanye juhudi, akafanya kazi iliyo nzuri kwa mkono yake mwenyewe. Jina la Bwana lipewe sifa. Hiyo ni mambo inaweza kukuzuilia. Na watu wengine wanafikiriaga kuiba ni kuiba vitu za watu. Naweza kuwa siishukui vitu za brother Uma hapa. Siibi pesa zake, siibi mali yake, lakini namuibia Mungu. Ikifika ni saka na sadaka naibia Mungu. Mwizi na asiibe tena. Toki nyokoro raia ido cia mundu, unaweza kuwa hata unamuibia Mungu. Mungu amekubariki kwa hii wiki mzima, amekupatia 1,000. Kwa hiyo kazi yako umepata faida ya 1,000. Lakini wewe yote 1,000 unakula yote. Mpaka 100 ya Mungu umekula, unamuibia Mungu. Tumeambiwa mwizi na asiibe tena. Jina la Bwana lipewe sifa. Hiyo ni mambo inaweza tuzuilia kujazwa na Roho Mtakatifu. Jina la Bwana lipewe sifa. Hiyo ni mambo inaweza tuzuilia. Uongo ni vile hiyo fasi ya uongo. Kuna fasi sijui kama media wetu tatuonea, na muambiane ukweli mtu na mwingine. Watu wa uongo
Uongo nayo inaweza zuilia ujazwe na Roho Mtakatifu. Uongo, maana ukijazwa utakuja kutuambia uongo ile tu umezoea. Nini napendanga Roho Mtakatifu wa mahali hapa. Kuna siku alisema ya kwamba mtu asinene maneno ya kinywa chake. Kwa nini Roho Mtakatifu alikataza hivyo? Kwa sababu ukiwa mtu muongo ndio hii. Msiambiane uongo kwa kuwa mumefua kabisa utu wa kale. Adaraini hapo. Kwa kuwa umefua kabisa utu wa kale. Tondu ni wewe ulete maundu maria matene, usiambiane uongo. Na uwezi jazwa na Roho Mtakatifu kama wewe ni mtu wa uongo. Maana hata utakuja kutuambia asema Bwana na hajasema. Asema Bwana na hajasema. So ni vizuri uangalie hapa. Kama wewe ni mtu muongo, usiambiane uongo. Biblia inasema ya kwamba kwa kuwa mmefua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake. Hizo ni vitu ambazo zinazuilia watu kujazwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu hawezi ruka mstari wake. Wakati aliachilia neno, hawezi ruka. Ati afichi. Sisi ndio tunakataga kusoma. Ile mistari inatugusa, hiyo hatusomangi. Ile kama mstari unajua kana kugusa, hiyo unaruka unaenda hiyo chapter nyingine. Hiyo hausomi. Lakini Mungu hawezi ruka neno lake. Anasema msiambiane uongo kwa kuwa mumefua huo utu wa kale. Wewe ule maundu macio matene. Hiyo toa hiyo mambo ya kitambo. Kama ulikuwa muongo, kama ulikuwa mjanja, kama ulikuwa mwizi, kama ulikuwa mtu wa kuongea mambo machafu, kama ulikuwa mtu wa msaha, wewe ule. Kuna mahali Biblia katika Psalms 33. Wewe ule maundu maria makorigisaga. Psalms, sijui kama utaona hapo. I think it's in 39 ama 38. Inasemaga hivyo. Wewe ule jitoanishe na hiyo mambo ya kale. Jitoanishe, achana nayo. Jina la Bwana lipewe sifa. Wachana na mambo ya uongo. Ili Roho Mtakatifu aingie ndani yako. Hizo ni mambo zinaweza kutuzuilia. Jambo hilo lingine, dakika kidogo. Kutoamini neno la Mungu. Kama wewe hauaminiki neno la Mungu, hata hii tumesoma pale. Maana mimi sisomi Biblia yangu. Hakuna mahali nimefungua hapa nikasoma. Usiseme ninasoma yangu. Mimi ninasema muweke hiyo yenye kila mtu anasoma. Kama wewe hauamini neno la Mungu, ginya hau no raha kararia. Paka hiyo bado una doubt. Hiyo. Bado unasema ni Paulo aliandika. Najua sasa hii watu wamekuwa wabaya mpaka wanaanza kusema hii ni ya Paulo, hii ni ya Ezekiel. Hapa ndipo Mungu alisema. Hapa ni huyo watu walikuwa wanafanya kazi na Mungu, walikuwa wanaitwa Ezekiel. Hapa ni Paulo alisema. Watu wamekuwa wakaidi mpaka wameanza kuongea vitu kama hizo. Biblia imesema mtu ambaye haamini neno la Mungu no lito kujazwa na Roho Mtakatifu. Ni ngumu kutoamini neno la Bwana. Hebu soma nami katika John 11. Nashukuru Mungu kwa sababu hiyo fasi tulisomewa. Lakini kwa sababu neno la Mungu ni uhai. John chapter 11. Uone mtu mmoja ambaye haamini. Na hiyo ilikuwa zamani, wakati Yesu mwenyewe anakunenea. Wacha kama saa hii Yesu alienda akatuachia Roho Mtakatifu. Sasa huwa tunaamini Roho Mtakatifu kwa sababu ni yeye alituachia kama msaada. Zamani ni Yesu mwenyewe alikuwa anaongea. Eka verses 20. Uone mtu alikuwa hapa. Verses 20 inasema hivi. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumulaki, na Miriamu alikuwa amekaa nyumbani. Sikia hapa. Wakati Martha walipompoteza Lazaro, Yesu alikuwa akuje. Wakati aliposikia anakuja, akaenda kumulaki. Na alipomulaki, ukisoma hapo, najaribu kuangalia time. Alipomulaki mahali alimulaki, walikuja wakiongea. Ukisoma hiyo 20, uteremuke hivyo 21, 22, 23, 24, 25. Utaona ile mambo Martha walikuja wakiongea na Yesu. Na Yesu anamwambia, huyu ataamuka. Huyu hajagojeka magonjwa ya kumuua. Huyu ataamuka. Yesu anamwambia. Lakini ukisoma verses 41. Hebu soma 41. Luka kidogo mpaka 41.
Basi Yesu wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Soma 42. Nami nilijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nilisema haya ili wapate kusadiki kwamba ndiye uliyenituma. Kuna mahali nilikuwa nataka tusome wakati aliuliza Martha, je, sikukuambia? Ona, angalia hapa. Thank you kwa kufuata maandiko ya Mungu. Mungu akubariki. Neema ya Bwana ikubebe. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Bwana? Hili neno Yesu alikuwa amemwambia hapo verses either 24 ama 25. Wakati Martha alienda kumlaki Yesu, Yesu alikuja akimwambia, huyu ataamuka, huyu ataamuka. Lakini Martha akakataa kuamini. Yesu akamwambia, sikukuambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Kuna watu hawaamini neno la Mungu. Kuna watu hawaamini. Na kama hauamini neno la Mungu, wewe Roho Mtakatifu na wewe itakuwa ngumu. Kwa sababu Roho Mtakatifu huwa anaongea mambo makubwa. Roho Mtakatifu anaweza kuongea mambo ya miaka 5 ijao. Roho Mtakatifu anaweza kukuambia, wewe ni mchungaji, wewe ni mtumishi, wewe ni mtumishi mkubwa. Na saa hiyo Roho Mtakatifu anakuambia hivyo, hata maandiko haujui kufuatanisha, hata neno la Mungu bado haujalijua vizuri, lakini Roho anaona miaka ijao na ananena. Lakini kama wewe sio mtu wa kuamini, hauwezani na Roho. Jina la Bwana lipewe sifa. Roho Mtakatifu anaweza kuambia Martha, baada ya miaka 2 utakuwa mchungaji. Naye Martha anaangalia, anaona hapana. Sasa mimi sijawahi hata hubiri main service, sijawahi fanya hivi. Tuachane na Martha at least amewahi fika hapa. Tuseme Roho Mtakatifu ananenea Stella pale. Abie Stella, baada ya miaka 3 utakuwa mchungaji. Roho Mtakatifu, Biblia inasema ya kwamba yeye tu ndiye amepewa uwezo wa kuelewa mawazo ya Mungu. Yeye tu peke yake ndiye amepewa uwezo wa kuelewa mawazo ya Mungu. Kwa hivyo yale mawazo Mungu anatuwaza, Roho Mtakatifu huwa anajua na anatunenea. Kama wewe sio wa imani, sijui kutaendaje. Lazima uangalie. Kama wewe ni wa imani haba, basi wewe na Roho itakuwa shida. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni vizuri kuamini neno la Mungu. Jambo lingine linaweza kukuzuia, ile ni mambo yale nasema yanaweza kukuzuilia kujazo. Jambo la kwanza tuseme, kama hujakoka huwezi jazwa. Jambo la pili, kama hauachani na mambo ya kale hauwezi kujazwa. Jambo la tatu, kama hauamini neno la Mungu hauwezi kujazwa. Jambo la 4, kama wewe ni mtu wa shaka, doubt. Kaudo godhe no raka doubt. Hata mchungaji akisoma hapa bado una doubt hizo vitu. Wewe hujawahi na mtu mchungaji amenena neno la Mungu, alafu amekaa chini, alafu yule amesimama baada yake amekuja kuharibu neno na kulichucha na kulifanya kitu bure? Umewahi ona hivyo? Mimi nimewahi ona. Mtu yani haamini, ana doubt. Hivyo umesema ni hivyo. Hivyo Biblia imeandikwa, ni Mungu aliandika. Mwingine anasema ni Paulo aliandika, ni Timothy aliandika, ni Efeso aliandika. Hata kama ni nani aliandika, wewe amini neno la Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Etekagia kiugo kia Ngai na uondoe shaka. Gaja shaka. Watu wa shaka na uoga. Unaona, shaka na uoga zinaweza kukuzuilia kujazwa na Roho Mtakatifu. Gaja na guoya, shaka na uoga zinaweza kukuzuilia kufika. Zinaweza kukuzuilia kujazwa, kwa sababu Roho Mtakatifu sio wa uoga. Roho Mutheru tikiguoya. Roho Mutheru sio wa uoga. Roho Mtakatifu akisema kitu huwa anaisema na anaitia nguvu na anaitia muhuri. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini ukiwa washaka na uoga, hata Mungu akikunenea bado unaona ni kama si hivyo. Bado unaona nikisema hivi labda si hivyo. Unakuwa na shaka, alafu unazuilia mapenzi ya Mungu. Mimi nimeisikia mtu mmoja amesema
Unaona hivyo Roho Mtakatifu alikuwa anasema, nilikuwa ninasikia. Lakini nikaona ni kama si hivyo. Nikaona nikisema itaonekana ni kama si hivyo. Huyo ni mtu wa shaka na uoga. Na mimi kwa sababu mimi sijui kubeberesa, mimi nilimwambia usipoondoa shaka na uoga hautamtumikia Mungu. Isio gaja, ni kama ni hivyo, ni kama si hivyo. Ni kama ni hivyo, ni kama si hivyo. Usipoondoa hivyo, huwezi kumtumikia Mungu. Na huwezi kuwa nabii. Na huwezi kuwa mwalimu. Todo gefundithia ndo maundu teteketi. Huwezi kuwa mwalimu. Huwezi kuwa nabii. Kwa sababu naye nabii anasemanga yale Mungu amesema. Na wewe hiyo imesemwa bado unaidoubt. Sasa ukidoubt hivyo huwezi kutumika. Jina la Bwana lipewe sifa. Kama huwa unatamani kuwa nabii, ondoa shaka na uoga. Gaja na guoya. Nisio ciatumire Petro. Hebu tuwekee hiyo. Shaka na uoga. Weka Matthew 14. Uone. Mtu ambaye alikuwa ameambiwa na Yesu kuja. Aliuliza Yesu, kama ni wewe Yesu, nikubalie nikuje. Yesu akamwambia kuja. Akapitia juu ya maji. Hebu sikia hapa. Akasema, "Jo Petro." Petro akashuka, akatembea juu ya maji ili kumwendea Yesu. Songa. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yoe, akasema, "Bwana, niokoe." Haya, mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, "Ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka?" Umeshika hizo vitu mbili? Alisikia uoga, alipoona upepo, akasikia uoga. Aliposikia uoga, alipokubalia maroza uoga siingie ndani yake, akaanza kuzama. Alipozama, akapiga yoe. Naye Yesu inasema hivi, mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, "Ewe mwenye imani haba, mbona umeona shaka?" Niki wathangani? Niki gĩatũma ũthangani? Kwa hivyo shaka na uoga zinazafanya uishi siku nyingi bila roho. Hiyo mambo yote nakwambia ndio uende ujishughulikie. Uende ujishughulikie wewe mwenyewe. Uende ujifanyie kazi. Nikore hende twirutagira wira. Kuna wakati tunajifanyia kazi. Wewe mwenyewe unajifanyia kazi. Uende ujifanyie kazi. Uangalie kama uoga na shaka ziko ndani yako. Kwanza upigane nazo siondoke. Jina la Bwana lipewe sifa. Jambo hilo lingine linaweza kukuzuilia ujazo na Roho Mtakatifu ni mazoea. Kumenyera Ngai. Kuzoea Mungu. Kuzoea sauti. Wakati Mungu ananena hapa, wakati sauti imeachiliwa, wewe masikio hii ndio huo unasikia naye. Na mambo ya roho haisikiagwi na masikio hii. Maundu ma roho matiguagwo na matũ maya. Mambo ya roho tunasikia na masikio ya ndani. Wakati unaashiria hii masikio isikie, itasikia na inakwambia ucio nĩ nyina wa mbũi ũraria. Ucio nĩ nyina wa Njeri. Ucio nĩ Mĩrĩ. Na kwa sababu umewadharau, haushiki sauti ya Mungu. Lakini ungekubali masikio ya ndani isikie, unasikia sauti ya Mungu. Na wakati Mungu ananena, hakubaliani usikie sauti ya binadamu, huwa ananena na sauti yake mwenyewe. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Ukiondoa mazoea na Mungu, hautarudi kusikia watu wakisema Mungu asema. Utarudi kusikia Mungu anasema. Jina la Bwana lipewe sifa. Mazoea ni baya. Mazoea ni baya. Mazoea ndio ilifanya mfalme ambaye yako katika 1 Samuel. Oh my God. Mimi hata naona ni kama sitamaliza 1 Samuel, lakini at least nimewapa ile mambo inafanya tusijazwe na Roho Mtakatifu. 1 Samuel chapter 15. Chapter 15. Samueli akamwambia Sauli, "Bwana amenituma nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wa Israeli. Basi sasa lisikie sauti ya maneno ya Bwana." Verse 2. "Bwana wa majeshi amesema hivi, nimeyatia moyoni mwangu yale ambayo Wameleki walitenda wa Israeli, jinsi walivyowapiga njiani hapo walipopanda kutoka Misri." Songa kidogo. "Basi sasa nenda uwapige Wameleki na kuviharibu kabisa vitu vyao."
walivyo navyo, wala usiwaachilie, bali waueni wanaume na wanawake na mtoto anyonyae na ng'ombe na kondoo na ngamia na punda. Hiyo ni message ya Bwana. Umesikia vile huyo mfalme ameambiwa? Enda upigane, enda uamalize. Lakini yeye kwa sababu ya mazoea ambayo huwa tuko nayo hata siku ya leo, wewe ni wamenyelile sauti ya Ngai, wewe ulizoea neno, wewe hata nikisema tuseme wa Efeso already unaijua na kichwa, so hata huwezi fugua. Kuna watu wanazoeanga hivyo. Kisema tusome Mathayo 5, kwa sababu Mathayo 5 iko ndani yako na unaijua, hata ufugui. Umenikodolea macho hivyo, unaijua. Hiyo mstari nasoma unaijua, hata uangali. Hiyo ni kuzoea. Hiyo ni mazoea. Neno la Bwana ni jipya kila wakati. Hata kama ni John 3, John 16. Hata kama ni hiyo mnaijua hivyo. Anayeongoza akisema tufugue, fugua hapo. Soma. Lakini ukizoea, unasema hiyo hata nilijua nikiwa Sunday school. Nilijua nikiwa na miaka 2. Nilijua nikiwa class 1. Unakataa hata kufugua, unakataa hata kusoma. Hiyo ni mazoea. Jina la Bwana lipewe sifa. Mazoea ni mbaya. Ametumwa, ameambiwa enda uangamize Wameleki na kuharibu kabisa vitu vyao vyote walivyo navyo, wala usiwaachilie, bali waueni wanawake na wanaume na watoto na mtoto anyonyae na ng'ombe na kondoo na mbuzi. Lakini Biblia inasema hivi, alipofika huko, nataka uone mazoea. Alipofika huko akaua, lakini akaachilia nani? Hamjui? Hamjui nani aliakuwa? Akamwachilia. Hebu tusome hapo. Teremka hapo, tufike hapo mwenye alikataa kuua. Kuna mtu aliachilia hapo. Uone mazoea inazaaga nini? Mazoea kile inazaa. Ndio usiwe unazoea Mungu. Mungu sio Mungu wa kuzoewa. Mungu ni Mungu mkuu na sio wa kuzoewa. Haya. Angalia hapa verses 9. Lakini Sauli na watu wake wakamuacha Agagi hai. No mwathani ugete atia? Waangamiswe wote, wanaume na wanawake, hata wale watoto wananyonya, hata ng'ombe na kondoo na punda, wote wamalizwe. Mungu alikuwa ameona, Ngai nionete mbere, lakini akaachilia Agagi. Akamuacha hai Agagi. Huyu alipoachwa hai, ule mji alikuwa anaongoza. Kwa unekuwa kuona kile itora letagwo, wacha niwaangalilie hapo, hiyo hapa. Hapo uone katika, wacha niwasomee hapo. Hiyo mtu mmoja aliachilia. Huyo mmoja aliachilia kwa sababu ya mazoea. Ngoja uone. 16 and verses 1. Ebu eka Waamuzi 16 verse 1. Uone wakati aliacha huyu hai. Mazoea. Wakati aliacha Agagi hai. Waamuzi 16. Samson akaenda Gaza. Akaona huko mwanamke kahaba, akaingia kwake. Gaza ni mji moja ya ile ilikuwa inaongozwa na huyo Agagi. Kama angemalizwa hakungekuwa na Gaza. Jina la Bwana lipewe sifa. Na huku Gaza ndipo kulionekana wanawake kahaba. Ogwa tumia aria maraya matigirwo kou. Lakini kama angemaliza baka Agagi, hakupatikana kifo cha Samson. Jina la Bwana lipewe sifa. Angalia 1 Samuel uone hizo miji 3 ambayo huyo mfalme alikuwa anaongoza. 1 Samuel 17, hata nagusia kwenye siku nataka kuogea lakini imejileta na ni mzuri. Mambo inaletagwa na Roho Mtakatifu. 1 Samuel 16, 17 and verses 4. Ndipo akatoka shujaa katika kambi ya Wafilisti aliyeitwa Goliathi wa Gathi. Umeona Gathi? Ilikuwa ni mji moja iliyokuwa inaongozwa na Agagi. Lakini kama angemalizwa hakungetokea Goliath. Kuzoea. Gath. Kuna kamuji ingine inaitwa Ashod.
Hebu soma hiyo 1 Samuel, rudi nyuma 5. Ilikuwa ni tumuji tutatu. Gathi, Ashod na Gaza. Angalia, watu wa Ashod walipoamka alfajiri siku ya pili, kumbe Dagon imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Wakaitoa Dagon, wakaisimamisha mahali pake tena. Angalia, atolea mai akaginya sanduku la Ngai. Hizo ni miji tatu ambazo hizo mashida ililetwa na huyu mfalme Sauli. Kwa sababu kwa mazoea aliambiwa na Mungu, enda umalize wanaume na wanawake, akaacha Agagi hai. Tora lele atongoragio ni Agagi ni matora macio. Ni hizo miji tatu. Na hizo ndio kulipatikana hawa waizi wanaiba sanduku la Bwana. Huko ndipo kulipatikana wanawake maraya. Huko ndio kulipatikana kule kwa Goliatho. Kule kwagire kodini wale Ngai ugete. Kuzoea ni baya. Mazoea ni baya. Mazoea ni baya. Mungu anaweza kuwa anakuambia kitu, lakini wewe ulizoea sauti ya Mungu. Mungu ananena hapa. Anasema nyinyi msijiongoze, kwa sababu akiangalia anaona ukijiongoza utaenda kutaabika, uguthie guthinika. Mungu ananena, lakini wewe mazoea unasema huyo ni fulani anasema. Mazoea ndio ilifanya hawa watu wakapatikana. Samson no kwani angetoire, angekufa. Lakini alienda huko akakutana na mwanamke kahaba kwa sababu ya mazoea. Jina la Bwana lipewe sifa. Jambo la mwisho tumesema ni kwamba lazima kuwe na imani. Imani nayo, kama wewe si mtu wa imani, basi Roho Mtakatifu itakuwa ni shida. Kwa sababu naye Roho Mtakatifu anaogeaga mambo makubwa na lazima uamini. Jina la Bwana lipewe sifa. Yeye hunena mambo makubwa. Yeye hunena mambo ambayo yatakuja. Yeye hunena mambo mengine mpaka unashindwa hii itafanyika aje. Kuna siku moja tukiwa kanisa pale chini, wakati kanisa ilikuwa kwa barabara, ilikuwa kanisa ya Turumumbili. Na ilikuwa imepigiliwa magunia huku. Kama vile vijana wa nyumbani kule ushago wanapigaga nyumba yao na tumagunia, alafu anaweka kisiringi juu. Hivyo ndivyo hiyo kanisa ilikuwa. Alafu tukiwa hapo, Roho Mtakatifu anasema, mtajenga kanisa kubwa. Kanisa la kwanza litakuwa kanisa la mabati. Baada ya muda kidogo mtajenga kanisa kubwa la mawe. Hizi zilinenwa hiyo siku. Sasa wakati huyo kuna nenwa hivyo, sisi wote washirika wenye tulikuwa hapo, baada ya ibada tunaomba kitu ya kukula, hata hatuna. Na nivyo turerwo ni Ngai ati ni gugwakwo kanitha munene wa mabati, na thutha wa ihinda inini gucoke gwakwo kanitha munene wa mahiga. Roho Mtakatifu alikuwa anaongea mambo makubwa wakati hakuna uwezo, wakati tuko chini, wakati tulikuwa tunasikia kama ni hadithi. Hivyo ndivyo Roho Mtakatifu anafanyanga. Anaweza ongea kwako mambo makubwa. Anaweza kuambia huyu mtoto wako atakuwa kitu fulani. Huyu mtoto atakuwa daktari. Na wakati anasema mtoto atakuwa daktari, mtoto wako primary. Na Mungu anasema huyu atakuwa daktari mkubwa, huyu atakuwa mtu mkubwa, huyu atakuwa mfalme, huyu atakuwa mbunge mkubwa, huyu atakuwa mtumishi wangu. Roho Mtakatifu ananenaga mambo ameiona mbele. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo lazima tuamini. Imani kama wewe ni wa imani haba, itakuwa ni ngumu, lakini abia Bwana akusaidie. Jina la Bwana lipewe sifa.